Yes, bana, dirisha likiwa liko wazi la kutazama wapi klabu yako imelega and then unaingia sokoni kuongeza nguvu kwenye kikosi. Bomba limelipuka tayari huko Jangwani baada ya kumshusha kocha mkuu ambaye ataanza kuongoza kikosi hicho cha wananchi ambao ndio mabingwa kwa msimu 2025-2026. Habari kubwa mjini, kama ulikuwa unadhani dirisha la usajili limepoa, basi sahau kabisa. Mabingwa wa nchi wananchi Young African Sports Club wamepiga dongo lingine gizani, na safari hii wameibuka na lulu ya kweli. Dirisha la usajili limefunguka kwa kishindo baada ya beki wa kati kisiki kutoka klabu ya Mashujaa Football Club ya Kigoma, Mohamed Musa, kukamilisha dili la miaka miwili kuwatumikia mabingwa hao wa kihistoria. Ndio umesikia vizuri, ile taarifa iliyokuwa ikisubiriwa kwa hamu sasa ni deal done. Mohamed Musa amechagua rasmi kuvaa uzi wa kijani na njano, huku akiwatolea nje matajiri wa viunga vya Azam Complex, Azam FC, waliokuwa wakimfukuzia kwa ukaribu sana. Huu ni uhamisho unaothibitisha kuwa Young Africans haitaki mzaha kuelekea msimu wa 2025-26-27, mashindano ya ndani na yale ya kimataifa, ikiwa tayari kocha Mang'op amekubali ya kwamba yes, huyu ni kocha mpya ambaye amekubali uwezo wa bwana mdogo na kuongezeka kwenye safu ya ulinzi Young Africans. Kumbuka huyu ni mchezaji mzawa, na tayari shirikisho la mpira wa miguu Tanzania TFF wamewaambia wasajili wachezaji mpaka kufikia idadi ya wachezaji 40 wao hawatakuwa nao shida yoyote, kwa sababu kipengele kinakuja msimu huu ligi haitahitaji kuwa na viporo vyovyote. Sasa tuende kwenye ukweli wa mkataba huu na jinsi ambavyo mambo yamekwenda nyuma ya pazia. Vyanzo vya kuaminika vinaripoti kuwa uongozi wa Young Africans na ule wa Mashujaa Football Club tayari wamefikia tamati na kukubaliana kila kitu kuhusu ada ya uhamisho wa beki huyu tegemeo. Mchezaji mwenyewe tayari ameshakubali na ameweka saini kwenye karatasi, huko akionyesha mapenzi yake ya wazi kwa klabu ya Young Africans. Kitu pekee ambacho mashabiki wa Jangwani wanakisubiri kwa sasa ni kuona njiani kijana akiwa anawasili kwenye mitaa ya Twiga na Jangwani. Lakini kwa nini Young Africans wamewekeza nguvu kubwa kwa Mohamed Musa? Jibu rahisi kabisa ni ukuta wa zege. Msimu uliopita akiwa na Mashujaa Football Club, Musa amekuwa mmoja wa walinzi wakati bora zaidi na thabiti kwenye ligi kuu ya NBC. Ana sifa zote ambazo kocha yeyote mkubwa barani Afrika anazitaka: uwezo wa kusoma mchezo, ana akili kubwa ya kupata pasi za wapinzani kabla hazijaleta madhara, lakini nguvu na kasi. Ni beki asiyepitika kirahisi kwenye mapambano ya mtu dhidi ya 1v1, lakini nidhamu ya ukabaji, anajua ni lini asukume mashambulizi na ni wakati gani akae kwenye mstari ili kuweza kuzuia mashambulizi. Kuja kwa Mohamed Musa ndani ya kikosi cha Young Africans kuna kwenda kuongeza ushindani wa namba na kina cha kikosi, squad depth. Yani kana kwamba kikosi sasa kinakuwa na upana. Young Africans inahitaji beki mwenye kiu ya mafanikio ili kusaidiana na safu iliyopo kwa sasa, na Musa anakuja kuleta ladha hiyo mpya ya ulinzi thabiti ndani ya kikosi cha Young Africans. Kumbuka Dickson Job ametoka majeruhi na you never know atarejea akiwa na uimara kwa kiasi gani. Bwana, kuwapiga Azam bao kwenye saini ya Mohamed Musa sio tu ushindi uwanjani, bali ni tamko kubwa la kimkakati kwamba Young Africans bado ndio wababe wa soko la usajili nchini. Mashabiki wa Young Africans sasa wana kila sababu ya kutembea kifua mbele wakisubiri tu video ya utambulisho wa rasmi itakayotikisa mitandao, na Mohamed Musa ni baraa jipya Jangwani linalokwenda kuandika kurasa mpya za mataji. Na ni kijana ambaye umri wake ni mdogo. Jina kamili Mohamed Musa Salum, amefikisha umri wa miaka 22, alizaliwa Aprili 29, 2004. Uraia wake ni Mtanzania. Nafasi anazoweza kucheza beki wa kati, central defender, central back. Lakini pia Mohamed Musa amekuwa nguzo kuu ya ulinzi wa Mashujaa ya Kigoma tangu ipande ligi kuu ya NBC. Uzoefu wa ligi kuu, uimara kwenye eneo la ulinzi, nidhamu uwanjani. Ni beki mwenye matumizi mazuri ya nguvu, asiyependa kufanya madhara yoyote na yasiyo lazima, low fall no tackle, jambo linalomfanya amalize mchezo au michezo mingi bila kadi nyekundu. Rekodi yake pia kwenye timu ya Taifa Stars, ameitwa kwenye national team kutokana na kazi kubwa aliyoifanyia klabu ya Mashujaa. Mohamed Musa alifanikiwa kupenya kwenye kikosi cha timu ya taifa ya Tanzania. Lakini pia ujana na uzoefu. Katika umri wa miaka 22 pekee, Young Africans inasajili beki ambaye
bado ana miaka mingi mbele ya kucheza soka la kiwango cha juu, lakini tayari ana uzoefu wa kutosha kwa kuhimili mikiki ya ligi kuu ya NBC na presha ya kimataifa. Mimi tu nikwambie niishie hapo, nisiweke maneno mengi zaidi, lakini hapa Young Africans wamepata mchezaji ambaye atakwenda kukata kiu cha mashabiki wao.